Yes. Okay. Guys, hii ni My Pastor sehemu ya 3. Je, ni nini kilichotokea? Mzee Baraka ni nani? Twende tukajue, twende nalo ndani ya sehemu ya 3. Pastor Elia alisimama akiwa ameduaa. Mbele yake alikuwa Mzee Baraka, lakini macho yake yalikuwa mekundu na uso wake ulionekana wenye hasira. Ulikatazwa kuja hapa, Pastor, alisema kwa sauti nzito. Mzee Baraka, hawa watoto wanafanya nini hapa? Pastor Elia aliuliza huku akimshika Neema nyuma yake. Mzee Baraka alicheka kwa sauti ya kutisha. Miaka mingi iliyopita, kijiji hiki kilikumbwa na njaa kali. Wazee wetu walifanya agano la siri ili kijiji kiendelee kuwa na amani na mavuno mazuri. Tangu siku hiyo, kila aliyefahamu siri hii aliapa kuilinda. Pastor Elia alishtuka. Kwa hiyo watu waliopotea wote? Ndiyo, Mzee Baraka alimkatisha. Walijua siri ambayo haikupaswa kujulikana. Ghafla watoto wengine 5 walitokea kwenye chumba kingine. Walikuwa dhaifu na wenye hofu kubwa. Pastor Elia akashtuka. Pastor Elia akakasirika. Uovu huu lazima ukome leo. Mzee Baraka alitoa bastola iliyokuwa imejificha kiunoni. Hakuna atakayetoka hapa akiwa hai. Neema alipiga kelele, watoto wote wakaanza kulia. Lakini kabla Mzee Baraka hajafanya chochote, sauti ya gari ilisimama nje ya nyumba ile. Mwanga mkali wa taa ukang'aa dirishani. Mzee Baraka, fungua mlango, sauti ilisikika kutoka nje. Mzee Baraka alishtuka. Ni nani tena hawa? Aliuliza kwa hofu. Pastor Elia alishangaa. Mlango ulivunjwa kwa nguvu, na mtu wa kwanza kuingia alikuwa ni mke wa Mzee Baraka, Mama Baraka akiwa ameongozana na askari polisi. Lakini alipomuona Pastor Elia, Mama Baraka alianza kulia na kusema, Mchungaji, umekuja kuchelewa kidogo. Kuna siri nyingine kubwa kuliko hii, na maisha yako yako hatarini. No. Hii ni sehemu yetu ya 3. Tukutane katika sehemu ya 4. Itakuwaje? Na ni hatari gani ambayo mchungaji Elia yupo ndani? Sina la ziada zaidi ya kukwambia subscribe, like, turn on notification ili tuweze kukutana mbele huko, ukishafanya hivyo, ina maana tutakutana katika sehemu ya 4 ambayo ndo tutaenda kujua ni hatari gani ambayo Pastor Elia ameingia ndani. La ziada zaidi ya kula kuongea mimi sina, ila ni kuage tu kwa kukwambia bye.